Okay, Jemedari, naam. Aisha Salum Manula anaonekana kwenye mazoezi, anaonekana pia kwenye benchi la wachezaji wa Simba ambao wanakuwa ni wa akiba, lakini hajasafiri na timu. Bado hii inazidi kuzua wasiwasi, japokuwa kama kipindi kadhaa kilichopita ulisema kwamba alikuwa anaumwa ndio maana Simba kipindi kile wakamwacha, lakini mpaka sasa hivi ameshapona ndio maana yuko kwenye mazoezi. Lakini kwa nini haonekani akiwa kwenye msafara wa club kuelekea South Africa? Hilo swala na viongozi sasa. Kwa sababu wakati nasema anaumwa na alikuwa haonekani hata kwenye mazoezi. Manake kama anafanya mazoezi na anaachwa safari, hilo ni juu ya viongozi wanao kwenye team na technical staff. Kwa hiyo Ahmed Ally atakuwa kwenye nafasi nzuri ya kujibu kwa nini hajasafiri. Umepata nafasi ya kuzungumza naye lakini kwa sababu hajacheza muda mrefu? Sijazungumza naye karibuni. Kama siku 2-3 nyuma alikuwa na mafua na nini akapata homa. Lakini siwezi kukuambia kwa nini hajasafiri. Swala la kusafiri liko kwenye klabu ya Simba. Tunaweza liko mikononi mwao, wao ndio wanaamua nani asafiri na asafiri. The time nilikuwa nawaambia anaumwa, he was sick seriously na alikuwa haonekani popote pale. Mazoezini hayupo, everywhere hayupo. Kwa this time mimi nilikuwa Zanzibar, nilimuona kwa magokipa watatu walikuwa wanapasha, alikuwepo. Nilikuwa uwanja wa Taifa nimemuona magokipa wale, alikuwepo. Nilikuwepo KMC nimemuona. And I know anafanya mazoezi, lakini wakati huo niliposikia hii juzi alikuwa na mafua, hata mazoezini hakwenda. Sasa siwezi kukuambia wewe hiyo ndio sababu ambayo hujamuona kwenye safari. Mimi siwezi kutoa ushahidi. Okay. Lakini tukiwa tunaendelea kufuatilia na ili tuweze kufahamu sababu. Tumtafute Ahmed Ally. Nafikiri alikuwa kwenye nafasi nzuri, anazungumza na viongozi. Yeye ndo link kati ya technical staff na viongozi, ndo mtoa habari. Nafikiri ukishafika South Africa itakuwa ni wakati mzuri zaidi. Wakati mzuri zaidi. Okay. Sawa, hamna tatizo. Hata waambieni kina Jeff. Watakao pata nafasi ya kuzungumza na mwalimu, wamuulize as to why Aisha is not in the team. Hivyo tu. Then sisi tutakuwa tumepata exclusive. Sawa. Basi hamna tatizo mama mdogo sure. Tutaendelea kufuatilia ili tuweze kufahamu, maana hatuwezi guess kama alivyosema Jemedari. Mwisho siku tukatoa taarifa za uongo. Alafu mambo yakawa sio mazuri. Okay, sawa. Nafikiri kusutwa bure. Watu wazima kusutwa nao ni tatizo. Kutoa kitu ambacho cha ukweli. Sisi tuna wawakilishi wawili wametangulia. Lakini mtu mwingine anaenda. Tutapata tu kitu cha kutoka nacho. Naam. Unataka kusemaje? Jemedari ana mahusiano mazuri ya kibiashara na Aisha. Inawezekana hata pia kifamilia. Mimi nachotaka kujua ni kwamba kukaa nje kwa Aisha kwa muda mrefu kama hivi, hakuna athari yoyote ambayo anakutana nayo. Athari ni ile tu, kama angekaa mtu mwingine, kama angekaa nani tuseme, hata wewe Magungo kwa mchezaji unakaa nje. The same tu. Tofauti kwa sababu yeye ni Aisha. Jemedari, kuna mtu ametuma message hapa, niruhusu niisome. Soma tu. Kama haina matusi. Haina matusi, yes. Anasema kwa hiyo hata sasa anaumwa, na kwa nini kwenye safari zote anaachwa? Jemedari, ukosi sababu. Leo kaja na sababu ya mafua. Tuambie tu kama mmeamua kuweka mapanga chini, mkataba uishe. Jamani. Anaitwa John Marco. Ameeleza vizuri jamani. Hebu wewe mtu unasikiliza kwanza. Unajua tatizo watu wanasikiliza wakiwa na majibu. Ndio shida. Yaani maana yake mimi nahisi kama nimeelewa, kwa maana ya kwamba ulisema anaumwa kipindi kile, lakini pia hapa juzi tena akawa anaumwa. Ni kama mtu anajaribu kuunganisha visa, kwa sababu hata kama kipindi cha juzi alikuwa anaumwa, si Simba ilikuwa inacheza bado. Kwamba hiyo kuumwa ndo kunasababisha mchezaji asicheze. Yaani nafikiri ndio kitu ambacho anamaanisha. Mimi nimemuelewa Jemedari. Yaani sijui kama watu. Mimi nimemuelewa. Kasema hapo juzi. Wakati nasema Aisha anaumwa. Alikuwa anaumwa na alikuwa haonekani sehemu yoyote. Yes, point ya kwanza. Hiyo sahihi kabisa. Alikuwa haonekani sehemu yoyote. Hao watu wote walikuwa wanasema sio Simba wanafanya hivi, Simba wanafanya hivi. Lakini walikuwa wamuone mazoezini, hawamuone kwenye mechi. Na hiyo koma na mafua. Nikasema Aisha anaumwa. And he was seriously sick. Leo ninapokuambia haumwi kwa maana hiyo, sasa kwani mafua what is mafua? Homa na mafua. Tunakuja hapa ofisini. Homa ni ugonjwa. Tuna mafua yatakupa homa tu. Atuje ofisini. Sasa mimi nafikiri ambacho anajaribu sasa kilenga nimesema hivi. Nimemuona kwenye mechi na Al-Masri. Nimemuona kwenye mechi KMC hapa. Nimemuona kwenye mechi ya juzi. Kama hajasafiri, Simba ndio wanajua kwa nini hajasafiri. Nikatoa na option. Tuna wawakilishi wetu. Wanaweza kumuuliza mwalimu, wanaweza kumuuliza. Tumesema tumuuliza Ahmed. Ukasema wakisafiri, wakishafika ndo wakati mzuri. Nikatoa na wazo.
tuna wawakilishi wawili na mmoja atakwenda. Kwa tutakuwa na wawakilishi watatu. Wanaweza kumuuliza mwalimu moja kwa moja kwenye ku interview, wakamuuliza na hilo. Wanaweza kuwauliza viongozi. Watapata hiyo fursa kwa sababu wako na muda mrefu. Moja kwa moja hatuwapigi simu, hatuwaiti studio. Unakutana naye sura kwa macho. Unamuuliza, nimesema wanaojua kwa nini hajasafiri ni Simba. Ndio maana nimemuona kwenye mazoezi, nimemuona kwenye mechi. Ila nicho, yani nimeongezea tu taarifa kwa sababu ni kijana wangu. Juzi hapa alikuwa ana mafua. Sijasema hajasafiri kwa sababu ana mafua. So unajua darasani mnakuwa 20, 30, 40. Mwalimu anafundisha ni huyu mmoja. Kila mtu anaelewa vyake. Lakini mimi ndio maana kutoka mtihani mwingine anapata 80, mwingine anapata 10. Lakini jambo lingine jemedari ni kwamba ni kweli kwamba viongozi wa Simba wampoteza imani kwa Aishi. Unaniuliza mimi sasa? Hilo ni swala la kumuuliza kiongozi kwa sababu imani anapoteza lichi. Kwa nini unaniuliza mimi? Muulize lichi kwa bana vipi wewe unapoteza imani? Lakini pia linahusiana na career ya football ya mchezaji. Yaani kwa maana kwamba kama anacheza Pinpin Kamara, anacheza Ali Salim, alafu pia anaongezwa Hussein Abel kama goalkeeper namba 3. Means goalkeeper kama Aishi Manula amekosekana. Yaani tusijaribu kuvaa ule uhusika wa uongozi wa club au kama kocha, tujaribu tu kuangalia ile kwenye career ya football ya mchezaji kama Aishi Manula. Ni imani kweli imepotea? Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Nice kama nyinyi kuna wakati kama mnakuwa na wasiwasi hivi. Kwa labda mahusiano ya mimi na Aishi nyinyi yanawapa wasiwasi ya kuzungumzia jambo. Be free guys. Ndio maana Manula huyu nimemwambiaje Magunga hata akikaa huyu nje na akikaa Aishi nje, athari ni moja. Ile tu. Kwa hicho unachokisema, hata kama ingekuwa sio Aishi ingekuwa mtu mwingine, athari ingebaki kuwa inaolingana. Yaani Aishi hawezi kuwa achezi alafu aathiriki. Sio kweli? Yaani hiyo ni akili ya kawaida hiyo. Kama uchezi automatically utaathirika. Tena kwa mtu ambaye alikuwa anacheza ndo the best goalkeeper, alafu achezi wanacheza mpaka kuna orodha mpaka hiyo, lazima ni akili ya kawaida tu utaathirika. Msiofie kwamba labda mimi nitasema chochote. No. Be free. Hiyo ni binadamu, mchezaji anaimarika kwa kucheza games. Na mimi labda nikuulize kwa sababu ni mchezaji wako Aishi. Kijana wangu. Okay, whatever. Mmetengeneza mipango ya kushauriana mchezaji aondoke Simba atafute sehemu nyingine kucheza au aendelee kusalia? Hapana. Ni mapema nafikiri kuzungumzia usajili kwa sababu ni mchezaji ambaye ana mkataba. Lakini mkataba unaisha msimu utakapoisha. Sio adabu kuzungumza mambo ya mkataba, na siwahi kuzungumza mambo ya mkataba ya mchezaji mwingine wowote nilowahi kufanya naye kazi kabla ya wakati kuisha. Na mimi kwa kwangu kiongozi naamini na najua athari za kuzungumzia mchezaji mwenye mkataba ambao mkataba haujafika mwisho. Unajua kuna vitu vingi vinaathirika hapo mbele. Kwa hiyo tunafikiri ni jambo ambalo limekaa kimkataba zaidi, na siku zote wachezaji ambao nimewahi kufanya nao kazi huwa naziacha hizo klabu zao ndo ziamue wanataka kufanya naye kazi au hawataki, na option ya namba 1 huwa ni hiyo klabu hata kama tuna mkataba sehemu nyingine. Hujapokea offer ina wewe? Offer huwa zinakwenda kwenye klabu, ndo taratibu za offer. Kwa hiyo klabu ndo wana nafasi ya kusema umepata offer au hawajapata. Sisi tutakachofanya kama hatutaongeza mkataba, tutasema tumesajili wapi. That's it. Okay, sawa. Nafikiri tuachane na taarifa hiyo na majibu yako mazuri. Kuna kitu mimi bado sijampata. Twende. Siko hapa. Okay, sawa. Muda dakika 2 zinatosha tuende kwenye muungano. Nataka nizungumze kitu ambacho mimi nakiona. Unajua mchezaji, una uswali au unazungumza tu mwenyewe? Yani pengine nazungumza ninachokiamini mimi kuhusiana na issue ya Aishi. Yule ana swali maana yake. Wewe una swali Magunga. Acha swali lijibiwe alafu uzungumze unachokiamini. Kwenye mkataba wa Aishi. Ndio. Muda uliosalia si chini ya miezi 6. Sasa mpaka msimu utakapomalizika na mkataba unakuwa umeisha. Maana yake mchezaji ana nafasi ya kuongea na klabu yoyote ambayo labda inaweza kataka kuleta ofa mezani. Na wewe ndio msimamizi wake. Inakuwaje unashinda kuongelea swala la ofa wakati mkataba wake? Sasa nataka niwaambie, maana yake hapa nafikiri sasa ndio tunataka tufundishane vizuri kanuni. Iko hivi. Ukiwa na mkataba ambao ni miezi 6 and above,
na ukiwa na mkataba ambao ni chini ya miezi 6, kuna tofauti tu ya namna ya kucommunicate. Ndio ambayo watu hawajui. Klabu moja inaweza kuzungumza na mchezaji mwenye mkataba ulio chini ya miezi 6 baada ya kutoa taarifa kwa klabu yake. Umeelewa hicho kitu? Sawa. Na mchezaji ambaye ana mkataba wa miezi 6 and above, klabu haina ruhusa kuzungumza na huyo mchezaji mpaka wazungumze na timu, alafu timu imruhusu kwenda kuzungumza. Kuna tofauti hapa. Chini ya miezi 6 unaitaarifu klabu. Sawa? Sawa. Kama tunazungumza na mchezaji wako fulani bin fulani na mkataba imebaki siku 10, zimebaki hivi. Imebaki miezi 2, imebaki hivi. Wao wawe na taarifa, wawe notified. Lakini juu ya miezi 6 wakupe ruhusa ya kuzungumza naye. Sawa? Kwa Simba ndio wanapaswa kuwa notified na klabu inaweza kwenda kuzungumza na mchezaji huyu huko baada ya kuipa taarifa klabu yake. Sawa? So mimi sina na majukumu ya kusema tumezungumza na nani au tumefanyaje. Nikupe mfano wa Hassan Kesi. Alikuwa bakiza hata mwezi wa kufika akasajiliwa Young Africa. Sawa? Kutoka Simba. Na walilipa milioni 50. Kama ya kumnunua. Okay. You would easily say kwamba simebakiza wiki tu. Sawa? Lakini akibakiza siku moja, huyo ni mchezaji wa timu hiyo. Kwa kuna vitu lazima vibaki kama mchezaji. Mimi nahisi nimekuelewa Jemedari. Kuna utofauti wa kutoa taarifa na mchezaji kwenda au mchezaji kuzungumza na klabu nyingine. Inawezekana sasa hivi kuna mazungumzo baina ya Aishi na klabu nyingine, lakini kwa kuwa bado ni mchezaji wa Simba sio sawa kutoa taarifa moja kwa moja kwenye chombo cha habari kwa sababu bado ni mchezaji wa Simba. Kama niko sawa. Darasani mwalimu anakuwa huyu mko 80. Kuna mmoja anapata 90 na mwingine anapata 10. Sasa ningekuwa nafanya nasahihisha, wewe una 90. na swali la mwisho. Amezungumzia hapo awali kwamba hawezi kuzungumzia mkataba wa mchezaji. Klabu ndio ina mamlaka kuzungumzia mkataba wa mchezaji. Lakini yeye kama sehemu ya familia. Ndio. Unajua baada ya Simba kupoteza goli 5 kwenye ile dabi, mashabiki waligawanyika kuhusiana na mustakabali wa Aishi. Sio Aishi tu. Kuna baadhi ya wachezaji ambao na sare ya 2-2 dhidi ya Prisons. Kwa ule mgawanyiko kuna baadhi ya washabiki bado still wana imani na Aishi na kuna wengine wampoteza kabisa imani na Aishi. Na mimi ninachotaka kujua ni kwamba kwa hiyo jinsi kwa namna ambavyo unaona unaiona kesho leo kwa bora kwa Aishi ndani ya Simba? Hamna shida yoyote. Kwangu mimi nafikiri sioni shida yoyote kwenye klabu ya Simba na Aishi. Kwa sababu tunaangalia unajua wakati hata anasajiliwa. Nakupa mfano wakati anasajiliwa Boko. Hivi nimesema juzi tu hapo. Ndio. Wakati anasajiliwa Boko. Watu wengi walikuwa wanampinga hiyo. Kabisa. Sio wengi, maana yake kwamba sio tu washabiki. Washabiki wenyewe walikuwa wako tayari. Lakini viongozi, imagine viongozi ambao ndio wanasajili. Kama sio imani iliyowekwa na Aveva Evans alikuwa rais wakati ule na Said Tuli kwa huyo mchezaji, waliobaki wote walisema no. Sawa? Walisema no kwa huyo mchezaji. Like what happened? Ameondoka Boko kama legend wa club. Top scorer mara 2, si mchezaji bora mara 2. Na nilikwambia mmoja kati ya watu waliosema huyu sisi hatuwezi kumchukua kwa sababu sisi sio NSSF, watu walipi watu NSSF zao. Kwa sababu sasa una huyu mzee. Sio? Nilimwona siku moja anapiga makofi National Stadium. Nikamuuliza Said Tuli kwa simu, bwana huyu naye anapiga makofi, kanambia kaka, nchi hii na watu wengi wa hovyo. Unaelewa? Kwa hiyo timu hiyo iligawanyika wakati huo. So kugawanyika kwangu mimi wala sio shida. Wacha watu wagawanyike. It takes a person to prove na kuwa unite watu. Hata hela uliosajiliwa Boko wakati anasajiliwa Simba, mimi nilikuwa nimekaa na John namwambia John, this is peanut man. Unajua status yako John, unaweza kuchukua hela kama yeye, kanambia manager wewe, acha watatupa hela. Wala usipate tabu. Chukua hii hela watatupa. Okay. We got pesa ndogo kwa thamani ya John, lakini kuna nafikiri alikuja kupata hela ambayo wala hakuwahi kuitegemea kwa sababu mkataba uliofuata ulikuwa
mara 3-4 ya kile alichopewa. Mkataba uliokwenda na ukilinganisha na mkataba wa mwanzo ilikuwa zaidi ya mara 7 ya kile alichopewa. Sawa? Kwa hiyo aliprove kwamba hichi kitu kinawezekana. So mimi na imani na Aishi, akibaki anaweza kuprove, akiondoka anaweza kuprove. Lakini unadhani kuna kitu chochote ambacho kwa hivi sasa Aishi hajakifanya kwenye klabu ya Simba kiasi kwamba unasema hiki kitu Simba watakimiss kutoka kwa Aishi Manula? Vipo. Sijachukua kikombe cha Africa Inter Club Competitions. Kwa sababu nani kamaliza kila kitu. Lakini amecheza robo finali tu, hajacheza nusu finali, leo nusu finali anacheza mtu mwingine. Hajawahi kuchukua kikombe chochote, hajawahi kucheza finali ama mashindano makubwa. Hata Simba ikiingia finali, yeye sio mchezaji atakayecheza finali. Hicho hajawahi kufanya, sio? Kwenye career yake hicho hajawahi kufanya. Lakini yeye kama mchezaji amewahi kucheza level mpaka AFCON. Sawa? Lakini mimi naamini kwamba Simba hajamaliza vitu vya kufanya. Hajacheza nusu finali bado. Robo finali zote kacheza robo finali ya Confederation, kacheza robo finali nyingi tu za klabu bingwa. Kwa hiyo naamini bado hajacheza nusu finali, hajachukua kikombe. Na that's why kuna wachezaji ambao career yao wamemaliza kwenye timu moja. Kwani kuna shida gani? Hakuna shida, lakini umri unaenda na bado unaona nafasi yako sasa. Na kadri siku zinapokwenda ukisikia una mkataba mpya unasogeza mkataba na umri. Ni kweli, lakini sasa vitu kama hivi vinavyotokea na nafasi yake ya kucheza inazidi kupungua na umri unazidi kwenda, maana yake ni kwamba hivi nani anasema nafasi yake ya kucheza inazidi kupungua? Si ndio tunaona hachezi. Ametoka kwenye matatizo. I believe let's give him time. Kama Simba watampa mkataba, let's give him time. Medani mimi namkubali sana, yuko loyo kwa mchezaji wake. Anaweza hata mimi nawaambia hata akitoka hapo ata prove kwamba yeye ni mchezaji wa daraja gani. Iko hapo Aishi kwenye sio Tanzania, Afrika Aishi ana daraja tofauti kabisa. Yes, definitely. Mimi tunauliza sana kwa sababu ni mchezaji ambaye mimi binafsi naamini nampenda na nitakufikishia salama. Nitashukuru. Nitakufikishia salama. Ni kwa niaba ya wengine pia ambao wanahisia kama hizo kwa Aishi Manula kutokana na kile ambacho anakifanya, amekifanya na uwezo wake jinsi ulivyo na namna ambavyo mambo mimi naona kama yamebadilika ghafla, ndio maana tunauliza sana. Sio swala la ghafla, mimi niwaambie sio swala la ghafla. Kitu sichokijua labda ndio inaweza kuona kitu cha ghafla. Unajua hii habari ya kugawanyika so inatokea kwenye hizi timu kubwa. Hivi mimi niwaambie kitu kimoja. Kama siku zile Kamara alipofunga ile goli watu wangebaki na msimamo wa yule mzee aliyesema Kamara utakwenda sio wapi watu wakibaki mle. Unafikiri ingekuwaje? Sio ingegawanyika? Ndio. Sahihi kabisa. Watu tunagawanyika kwa sababu naona huyu kweli anatuuza, si ndio? Ndio hicho na mpira wa nchi hii niwaambie huko hivyo kwenye timu hizi kubwa. Watu hawaamini kwenye makosa ya kawaida. Watu wanaamini kwenye makosa. Aishi alifungwa na Yanga goli la Mapinduzi Balama. Ni amjui tu. Lakini ile mletea shida ilipigwa mbali goli gani lile. Kipa fungo la mbali. Okay, sawa. Crown Media. Hapa ni nyumbani.